ulilolifanya, bali ni kutambua dhambi, kuona makosa yako na kutambua kuwa yamevunja uhusiano wako na Mungu. Dhambi zinavunja uhusiano na Mungu. Ya pili ni kujuta. Unasikitika kwa kweli ndani ya moyo wako kwa sababu umemkosea Mungu. Sio tu kwa sababu umekamatwa ndani ya kosa au umepata matokeo mabaya kufuatana na kosa ulilolifanya. Labda umefungwa, labda umepigwa, labda umezaraulika. Sio ile, lakini kutubu ni kutambua kwa kweli ya kuwa umemkosea Mungu. Ya tatu, kutubu ni kugeuka. Ni kuacha kabisa njia zako za dhambi, njia zako za kuasi na kumgeukia Mungu. Ni kugeuza mwelekeo wa maisha yako kutoka kwenye ubinafsi wako, kutoka umimi. Ugeuze maisha yako, geuza mwelekeo wako kutoka uasi na kuanza kumfuata Mungu na kuanza kumtii. Unatii sauti yake na kutii uongozi wake. Ya nne, kutubu ni kutafuta msamaha, kuomba msamaha kutoka kwa Mungu, na pia inapohitajika ni kuomba msamaha kutoka kwa wale uliowakosea, yaani binadamu wenzako. Kwa nini kutubu? Kutubu ni ya maana sana kwa sababu mbalimbali. Ya kwanza, kutubu ni amri ya Mungu. Mungu anatuamuru kutubu dhambi zetu. Soma Matendo ya Mitume 17 aya yake ya 13. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Ni neno la Bwana. Pia dhambi inatutenga na Mungu. Kutubu ni ya muhimu kwa sababu dhambi inaweka kizuizi kati yetu na Mungu mtakatifu. Kutubu ni njia ya kurudia katika uhusiano naye Mungu. Ya tatu, tunapopata msamaha, tuna uzima wa milele. Tunapokiri dhambi zetu na kuzitubu kwa kweli, Mungu anatusamehe na kutupatia uzima mpya au maisha mapya katika Kristo na ahadi ya uzima wa milele. Ya nne, kutubu ni kuingia katika ufalme wa mbinguni, kama alivyoeleza Yohana Mbatizaji alipokuwa akiambia Waisraeli, tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu unakaribia. Yule anayetubu ni yeye ataingia katika ufalme wa mbinguni. Pia na Yesu alisema maneno haya, kutubu ndiyo shurti la kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ya tano,